الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الحمد لله. Baadakum himidi Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na kipenzi cha Allah bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha alahbabu fillah, tuko kwenye siku tukufu, kwenye mwezi mtukufu, bado tuko kwenye Dhulhijja, na Allah subhanahu wa ta'ala alotuumba ni yeye. Kwenye kukuumba mambo mengi kabisa, takriban yote, hakuna mahali popote umeshawiriwa uitwe jina gani, uishi miaka mingapi, uwe tajiri uwe maskini na mengineyo yote, hakuna hata moja. Utakufa lini, utazaa ngapi, hakuna hata moja. Na wewe ukakaa kwenye meeting ukasema, na mimi napenda jina langu liwe ni fulani, napenda niishi mpaka nikiwa 95, napenda niwe na watoto kadhaa. Hujakaa kwenye meeting, umeletwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, umepangiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hapa ni nyumba ya mtihani. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anajua zaidi. Ndio wengine huwapa ni matajiri, wengine ni maskini, wengine wana watoto, wengine hawana, wengine wanaishi umri mdogo, wengine wanakufa ni watu wazee kabisa. Mipango ya dunia yote yanapangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio utaona wengine wamechaguliwa ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi na wewe tungekuwa tuna fursa, pengine uulizwe atakazama gani, ungechagua kuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam, akusalishe, akufundishe, uwe na yeye, uwe Madina, uzaliwe wapi. Hukuchagua uzaliwe wapi, utakufa wapi, utakufa hali gani. Yote haya yamepangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Alotuleta zama kama hizi wakati huyu ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala, not of your choosing. Si kwamba wewe umechagua kwamba zama hizi ndio niishi hapa duniani. Na mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, kutoka hapo kila muda ukisonga mbele, fitna zitazidi kwa nyingi, mitihani yatazidi kwa mingi, imani itazidi kushuka. Leo uangalie madhambi machafu mabaya, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia moja kwenye alama ya kiyama ni zina kwa nyingi, pombe kwa nyingi, na madhambi mtu usijali, riba kwa nyingi. Hizo ni alama ya mwisho wa dunia. Sasa tukiangalia, tumezingirwa zina, khamri, watu kupe pombe, watu machafu mabaya, watu wengine hata hawajali openly. Zamani watu wakifanya wakijificha. Leo mtu ni mwanamume akwambia, mimi nimeolewa na huyu mwanamume mwenzangu, hata kujificha hajifichi. Riba anakula hata hana habari, zina kuzini anafanya hata si chochote kwake. Sasa ya ahbabu fillah, tunaishi kwenye zama ambazo fitna zimetuzingira. Wiki iliyopita tumesema vipi tutalea watoto wetu kwenye zama kama hizi ambazo ni zama za hatari sana. Hasa leo khutba yetu itakuwa na sisi vipi tutajihifadhi kwenye zama kama hizi ambayo mawimbi ya fitna yanakuja mbele yetu. Tumezingirwa na mawimbi ya madhambi left right center. Kila unapoangalia utaona kwamba madhambi yametuzingira. Hichi kisimu peke yake twalala nacho, tuamka nacho, kimebeba fitna kubwa sana. Ni wewe mwenyewe fitna wazinunua, waziingiza ndani ya nyumba yako. Hichi kisimu tu, hichi kisimu, hiyo ma-iPad hawa watoto na nini, sisi wenyewe tunaziingiza ndani ya nyumba yetu. Haya ma-TV sisi wenyewe, fitna zinatuandama mpaka ndani ya rumu yako. Wewe ukajiona, sitaki kuona mtu mimi leo mpaka yaumil qiyama, mpaka niondoke duniani, lakini basi niwe tu na mimi kuzungumza na watu, nipate internet kidogo. Hujapata salama, machafu yatakuandama ndani ya nyumba yako.
Ndio utaona Allahu akbar, Allah subhanahu wa ta'ala anasema siku ya kiyama, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, siku hiyo tutafanya midomo yao yafungike wasiweze kuzungumza. Wa tukallimuna aydihim, mikono ndio atazungumza. Leo kumbe zamani ulikuwa hujui mikono yamefanya nini, pengine kuiba, kudara, lakini leo hichi kidole ajabu. Angalia vile una scroll, unafanya, unaandika, wewe hata hujazungumza hata neno moja, lakini umeandika kwa hizi vidole tu, umetukana, umetia comment, umefanya, umeshare, imekwenda dunia mzima. Watukallimuna aydihim watashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, haya miguu itakuja kutoa shahidi kila pabaya ulipokwenda. Hasa ya ahbabu fillah, hizi fitna zote zimetuzingira, tupende tusipende, na zama tunazoishi ni zama hatari sana ikiwa hatukujihifadhi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia njia na mbinu namna ya kujihifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema hadithi, badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim, anasema fanyeni upesi amali mzuri, fanyeni upesi kujihifadhi, kwa sababu mbele yenu kuna fitanan ka qita'i al-layl al-mudhlim, fitna zilojaa nyingi, ni kama usiku uliojaa giza, giza kabisa. Na ukiangalia leo left right center, wanawake wa Kiislamu, fungua tu ma Facebook, ma YouTube, angalia watu hali yetu tunavyoishi, angalia tu utaona, hata si lazima kuelezwa. Anasema Mtume wa sallam, zama kama hizo zitafika, fitna na mawimbi ya fitna itakavyokuwa zingira, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, mtu ataamka na ilhali ni Muislamu, atafikiwa usiku amekuwa ni kafiri. Leo angalia, nenda kule uzunguni, nenda huko mbele, angalia mtu atapata, utafungua leo shekhe wetu imekuwa nani? Ni Google, imekuwa ni ChatGPT na wengine advice wetu. Mashekhe wamekuwa wengi, tukiingia kwenye TikTok, huyu ana advice, huyu anatoa aya, huyu anatoa hadithi, aliyosoma, ambaye hakusoma, ambaye ni qualified kufanya, sio qualified kufanya, anatoa tu. Sasa wewe unaenda, unakwenda, unachukua, umesikia tu unachukua, imesemekana 1 2 3 4, inakuwa ni mtihani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna vijana walokuja mpaka kuja nyumbani kwao, si hivyo, imesemekana ni hivi na hivi na hivi, Uislamu si sawa kwa sababu hivi na hivi na hivi, anaandika, wanaonyeshwa scientifically, imesema hivi, imesema hivi. Maskini anakuja, ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, kuna zama fitna zitakazokuwa nyingi, mtu ataamka ni Muislamu na yuko sawa, fikra zake ziko sawa, atachafuliwa zile fikra, wa yumsi kafira, atafika usiku amegive up Uislamu, amekuwa ni kafiri. Ama anasema au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, ama amelala, ameingiwa na usiku, ni Muislamu, umeingia tu ndani ya nyumba yako sawa sawa, ukapata hizi visimu na vijitu vikubadilisha akili, vilete haya yule haya, wa yusbihu kafira, utaamka asubuhi, mimi I am not interested, mimi hizi kusali, hizi kufanya, hizi kunini, mimi si Muislamu tena, wal billah. Ni khatari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yabi'u dinahu bi'ardin min ad-dunya, ataiuza dunia yake, akhira yake, dini yake kwa machache kwenye kuipata hii ni dunia. Hasa ni muhimu ayu ahbabu fillah, kwenye mitihani mikubwa kama haya, mawimbi makubwa ya fitna yanayotulekea, Allah subhanahu wa ta'ala ametufanyia mbinu, ametufanyia njia namna kujihifadhi kwenye mitihani mikubwa ambayo tumezingirwa nayo. Moja ya kwanza kabisa, namna ya kujikinga na kujihifadhi kwenye mawimbi ya fitna kama haya, ya kwanza kabisa upate salama hapa dunia yako na akhira yako, ndugu yangu, ni tahqiqu tauba. Fungana na Allah subhanahu wa ta'ala, moyo wako alokuumba ni yeye, funganisha moyo wako na Allah subhanahu
wa ta'ala, iwe la tarju illa Allah. Ukitamani, ukitaka wamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, humwogopi illa Allah, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. La tatawakkalu illa Allah, ukitaka kumtawakkal tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mitihani yalivyokuwa mengi na imani zilivyokuwa zimedhoofika sana, leo tukipata shida na matatizo kidogo ya maisha, ndio utapata mabarabarani yameandikwa mganga wa biashara, mganga wa furaha, mganga wa kitu fulani. Maskini, unatoa pesa unakimbia ati akufanyie biashara yako iende vizuri ipate pesa, yeye yuko hapo maskini yachukua 100. Angeweza simanzo, angejisaidia yeye kabla kusaidia wewe. Sasa imekuwa mtihani mkubwa, ikiwa tuna shida tunamkimbilia mwanadamu kama sisi, ambayo yeye mwenyewe ile pumzi yake ya kuzungumza na wewe yomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ile moyo wako ile wakati anazungumza na wewe, that 10-15 minutes, ile moyo kudunda, anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbo lake kujisaidia anamtegemea, akienda tu wewe mazungumzo, asikia mikojo, akienda chooni hayatoki, atamlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini imekuwa imani zilivyodhoofika, zama za fitna kama hizi, mtihani kidogo tunamkimbilia mganga kuliko kumkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala. Tukitaka kufaulu kwenye zama kama za fitna hizi zilizotuzingira, ya kwanza kabisa, moyo wako angalia umefunganisha na nani. Ukiwa na shida, ukiwa na matatizo, ukipatikana na mtihani, wamkimbilia nani? Ikiwa wamkimbilia Allah subhanahu wa ta'ala, hani'an lak. Lakini ikiwa wamkimbilia mwanadamu kama wewe, ambao hawezi chochote bila idhni Allah subhanahu wa ta'ala, khasara ni yako hapa duniani na akhira. Mara nyingine yaweza kukupeleka mpaka kwenye shirki, wal'iyadhu billah. Kupata salama kwenye zama za fitna kama hizi, jambo la kwanza alokuumba ni Allah, alokuleta ni Allah. Moyo wako ufunganishe na Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mwenye kutatua. Wangapi waliokuwa mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, fitna zikawazingira, wakatawaliwa na shetani. Shetani anavyompeleka ndio anavyokwenda. Ya pili, ayu alahbabu fillah, moja kwenye sababu kubwa za fitna ni kwamba leo mambo, tuko na social medias, kila unachokifanya unataka watu wajue, iwe ni cha kheri iwe ni cha shari. Mtu mpaka anatusa watu, anatukana, yuko uchi, ataka tu watu wajue, bora apate likes, bora apate shares, bora apate comment mzuri. Na tena sisi Waislamu tulioamrishwa na Allah, man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, ukiona munkar badilisha, stopisha. Wewe mwanamume wa Kiislamu utamwambia mwanamke alojianika, masha Allah sister, umependeza sana, masha Allah, you are very beautiful. Si Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia, fa in lam yastati' fa bilisanihi, ulimi wako. Ndugu yangu Muislamu, toa hizi, kuna siku utaondoka hapa duniani, haya yatabaki nyuma, yatakuwa sababu ya majuto. Wewe ndugu yangu mwanamke, wajua aura yako ni mwili mzima isipokuwa uso na mikono. Hizi nyele, haya mikono, chesti zako na nini, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Imekuwa tunachokifanya, bora mimi nipate likes, nipate share, kama TikTok, kama sijui Facebook, kama YouTube analipa, nipate kulipwa. Malaika wakiandika shauri zao, Mwenyezi Mungu akiniona shauri yake, watu akinishuhudia shauri yao. Imekuwa ni hatari. Ndio Mtume hasala anasema Mwenyezi Mungu husamehe madhambi na wale ambao hawasamehe illa almujahirun, wale ambao hawajali. Simjali huyo Mungu, wala sijali malaika, wala sijali watu, nitafanya nitakavyo mimi. Hawa hawasamehewi na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni hatari, unamdharau Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ya ahbabu fillah, jambo la kukuokoa kwenye shida kama hizi ni al-ikhlas. Ikiwafanya unachofanya, fanya kwa ajili ya Allah, wafanya jambo mzuri, si lazima kila mtu akijue. Wakafa billahi shahida wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Fanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio utasalimika
ukipelekwa na shetani kutaka kila kitu kijulikane, itaingia kwenye riya, ambayo Mtume wa sallallahu alayhi wasallam alisema ar-riya'u shirkul asghar, ni shirki ndogo. Sasa utapata watu wamekuja tu nyumbani wanateta, hawaelewi sababu. Watoto wanagonjeka, huelewi sababu na nini. Ni zile neema zako unazitangaza, ndugu yangu. Kuna hasad, kuna macho. Wewe waonyesha kia chakula umekitandaza hapa mpaka huko, kuna mwenzako angalie maskini yule lala njaa. Wewe weka picha watoto wako 7, warefu wafupi, wanawake wa kiume, kuna mwenzako analia na tamani moja. Wewe waonyesha mtoto wako mzuri, furaha, kila kitu, kuna mtoto wa mwenzako mgonjwa, taabani kwa hospitali. Ukionyesha neema zako, ndugu yangu, usishangae yatakayokukupata. Sasa upata salama kwenye zama kama hizi ni al-ikhlas. Ufanye utakachokifanya, ufanye al-ikhlasu lillah, ufanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kupata kusalimika. La tatu, ayu al-ahbabu fillah, ni leo fitna zimetujaa mbele nyuma, na Allah subhanahu wa ta'ala ametupa dawa, lakini hatutaki kutumia dawa, lakini tunalalamika na shida fulani, shekhe mimi na shida fulani, na shida fulani, madhambi yamenilemea, sijui nifanye nini. Kwenye wewe mtu Muislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa dawa, anakuambia wewe shikana na mimi kwenye sala, mimi niko na kusikiza shida zako zote, nimekuamrisha inna salata tanha anil fahshai wal munkar, machafu yote, dawa. Kabla kumkimbilia dokta yoyote, ikiwa watumia madawa ya kulevya, ikiwa mzinifu, ikiwa waiba, dawa kubwa mkimbilia Allah. Na mengine fanya yote, wengine waendelee asbabu, pitia daktari, fanya mengine yote, lakini umlilie mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye kutoa hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Anamuongoza. Wangapi walikuwa wakifanya machafu mabaya, addiction, akalilia Allah subhanahu wa ta'ala, mara akaamka, ya Rabbi tosha, ya Rabbi nimetawaliwa na shetani, ni hifadhi ya Rabbi. Anamlilia Allah subhanahu wa ta'ala, mara anaamka, unapata mtu ametubia na Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza. Sasa swala, mara nyingi wanakupigia swala, mimi shekhe, mimi nafunga lakini si swali, hali yangu ni vipi? Mimi naiba bado, ni swali ama ningojee mwanzo? Mimi nataka kwenda haji lakini mimi si swali bado. Fanya kama atakwenda haji bado uswali, nenda. Allah subhanahu wa ta'ala huko wema wazuri na mandhar mzuri na watu wote, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kukupa hidayah. Funga, endelea hivyo, utaona utakaa kusikiza mawaidha, Allah subhanahu wa ta'ala atakupa hidayah. Hiyo dawa ya kuiba, dawa ya zina, dawa na nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala sema inna salata tanha anil fahshai wal munkar, huzuia. Na utakapokuona kwamba wewe bado machafu wayafanya, mabaya yafanya, na sala yako haikuzuii, regea. Mwenyezi Mungu hazungumzi urongo. Regea, kaangalia hiyo sala yako, uangalie vizuri khushu'i yako, uangalie, waijua hiyo sala, wajua simama mbele za nani, wajua sema nini kwenye hiyo sala. Ukiswali inavyotakikana, kwa hakika mwenyewe jalla jalaluhu anasema inna salata tanha anil fahshai wal munkar. Lingine kwenye fitna zilizozingira ya ahbabu fillah ni salatul fajr, kusali sala alfajiri. Hiyo ni prufu kubwa sana ya imani yako. Ikiwa wewe humjali Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hujali malaika kila siku wanabadilishana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wan-nahar, wanakuja alfajiri wanakaa na wewe mpaka alasiri, wanatoka alasiri, kuna wengine wanakuja mpaka alfajiri, wanakuja kuripoti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ulipokwenda umemkuta vipi mja wangu? Nimemkuta kwenye sala ya alfajiri. Ulipoondoka alasiri umemkuta vipi? Nimemkuta kwenye sala ya alasiri. Hasa ndugu yangu, na mwenye kuhifadhi sala ya alfajiri fahuwa fi dhimmatillah, yuko kwenye dhimma na hifdhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndio hukuhifadhi na fitna zote na mabaya yote. Lakini leo angalia, usiku mzima tutakesha, iwe ni kwenye masimu, iwe ni kwenye social media, iwe ni kwenye movies, iwe mpaka World Cup, ifike alfajiri tutachoka, tutalala. Ndio sasa tukipata hizo fitna zimetuzingira, itakuwa huna pa kukimbia. Sala ya alfajiri dawa kubwa sana ya fitan kama hizi, kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala ndio atakuhifadhi. Nyingine ya ahbabu fillah, mulazamatul Qur'an,
kwenye zama hizi za shida na fitna zilizotuzingira, tufungane na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba zitakuja wakati wa fitna, na akasema mushikane na kitabu changu na sunna yangu, hamtopotea kabisa. Leo Qur'ani tunaisoma, wengine alhamdulillah, wengine tusomi Ramadhani mpaka Ramadhani, wengine huisoma. Lakini ya kusikitisha ndugu yangu, Qur'ani yatakana mambo matatu. Ya kwanza uisome, ya pili utadabburu, zingatie ananiamrisha nini ama ananikataza nini Allah, ya tatu ufanyie amal, uitumikie, ndio utakuwa umeongoka vizuri. Lakini sisi sana sana tuko kwenye ya kwanza, tunasoma tunapanda tukishuka. Ramadhani nimemaliza mara kadhaa. Umetadabbur kiasi gani? Imekubadilisha maisha yako kiasi gani? Umeifanyia amal? Ndio kina Saidina Umar asema, mimi nitachukua 10 tu, aya 10 tahakikisha nizielewe vizuri, ndio nizitumikie, nifanyie amal, alafu ndio nichukue 10 nyingine. Lakini leo kusikitisha, Qur'ani ndiyo mwongozo, ndiyo nuru, ni maneno ya Mwenyezi Mungu kwenye fitna na mtihani wa dunia ambao tunaishi saa hii. Qur'ani ndiyo dawa kubwa sana, lakini Qur'ani yenyewe ikiwa ni kama newspaper, hatuielewi. Tunaisoma, pengine hatuisomi, ama tunaisoma haituizingatii wala haituitumikii. Usishangae ikiwa haina effect yoyote. Hasa ni muhimu, tukitaka kuhifadhika na fitna ambazo tumezingirwa nazo zama kama hizi, tufungane na Qur'ani. Lingine ya ahbabu fillah, muhimu zama kama hizi, tulisema wiki iliyopita, watoto wetu tutawalea vipi kwenye zama za fitna. Leo sisi wenyewe tutajihifadhi vipi kwenye zama za fitna? Suhbatu salihin, jambo la muhimu sana, uwe na marafiki wema. Hivi juzi tumemaliza Ramadhani, na kila mmoja atatamani hali yake ingekuwa kama Ramadhani. Wasali sala za faradhi msikitini, wasali sunna usiku, salatu layli ya tarawih, wasali Qur'ani, watoa zaka, watoa sadaqa, wafanya khairati. Ukishamaliza tu, si tu kwamba wewe huzifanyi ukapata salama na warudi kwenye maasi. Ingekuwa tu husomi Qur'ani, umesoma Ramadhani, basi baada ya Ramadhani usomi, sawa, lakini urudi kwenye maasi tena, kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala, hapo ndipo pabaya na ni vibaya. Sasa anayokuokoa na kukusaidia ni as-suhbatu salihah, uwe na rafiki mema. Ndugu yangu, juzi tumetoka Ramadhani, twende kuna darasa mahala fulani, twende salatul fajri, kuna sunna fulani mtume anaipenda, kuna sunna fulani, ndio atakuvuta. Rafiki mzuri atakuvuta kwenye mema, na rafiki mbaya atakupeleka babaya. Kila unayomwona anafanya maovu, asili yake ni rafiki mbaya. Kuvuta mira, iwe ni drugs, iwe ni pombe, iwe mwanzo kabisa rafiki yake amekuwa ni shetani. Na shetani wako sampuli mbili, wa kibinadamu na wa majini, minal jinnati wan nas. Huyu wa kijini ana khairi, ukisema a'udhu billahi minash shaitani rajim ukamsomea, anakwenda. Ramadhani hufungwa, lakini hili likorofi lingine hili halina, hakuna, utamsomea nini? Ayatul Kursi 100 yuko tu hapa. Ni mpaka uombe Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe uamue akuhifadhi na marafiki wabaya, kwa sababu atakupeleka motoni. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila, utakuja kujuta. Mola anasema siku ya kiyama, ya najuta mimi, afadhali singekuwa rafiki ya fulani, kulikuwa rafiki fulani, watu wema wakivuta watu mahali pa khairi na kila kitu. Mimi nimeona hao ni wapuzi, nikamwona huyu ndiye sawa. Leo shetani mwenyewe atakwambia, inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi namuogopa Allah subhanahu wa ta'ala, usinisingizie chochote. Allah amekutumia mitume, Allah akakutumia miracles ya kuona kila kitu. Mimi sija kuonyesha chochote, illa an da'awtukum fastajabtum li, mimi nimekuita tu nikakutia tu puzi wangu, umenifuata. Shauri yako sasa. Hasa muhimu ya ahbabu fillah, kwenye zama kama hizi za fitna zilotuzingira, as-suhbatu salihah, tafuta rafiki ambayo atakukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia huyo rafiki ambaye uko naye, kama ni mtu wa kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, otherwise chukua hatua ya haraka haraka ya kumtenga. Ikiwa ni rafiki mbaya umtenge.
Lingine alahbabu fillah, talabul ilmi lshar'i, kwamba uwe na elimu. Elimu ndiyo itakuokoa. Alilmu nurun waljahlu dhulam. Elimu, mjue Allah, jue mtumi, jua masahaba, jua haki, jua kila kitu. Si kila kitu umekipata kwenye social media ndio imekuwa ni hadithi, ndio utapata. Utatumia message, maskini mtu hakusoma, hakujua wala hataki kujua, tuma hii message kwa watu kadhaa, watoto wako watapata mafanikio. Mtume amesema watoto watakuwa hivi, kazi itafunguka, haya na kama hutumi utaharibikiwa. Urongo, hakuna hiyo hadithi hata siku moja. Hakuthreat watu hivyo Mtume, tuma hivi, fanya hivi, kama hufanyi utapata hivi. Hayo ni urongo. Sasa tukipata kwenye social media information, ikiwa umesoma, unaona ni shekhe anatoa, ni maneno mazuri, ukashare, yataenda dunia mzima, wachota thawabu. Na lau ikiwa ni hadithi ya urongo na ni maneno ya kiurongo ukasambaza, utaendelea kuchota, waliyadhu billah, mpaka umekufa, yaenda tu, huna tena njia ya kuistop. Ni hatari. Ukiwa wataka salama kwenye zama kama hizi, ni kutafuta elimu, umjue Allah subhanahu wa ta'ala, ujue haki nini, batil ni nini, halali ni nini, haramu ni nini, uweze kufuata. Lingine ya ahbabu fillah, kwenye hatari kubwa zinazotuzingira na kutupeleka pabaya, zilobeba fitna kubwa sana, ni hizi social medias. Kwa pesa zetu, masimu yetu, fitna tunazingiza sisi wenyewe kwenye majumba yetu, tunawanunulia sisi wenyewe, babanati zetu, watoto wetu. Ni kama kisu, wanasema, kenye upande mbili. Unaweza kutumia kwenye khairati, kwenye da'wa, kusambaza dini, na kina pande wa pili chaweza kukata kikaumiza vibaya sana. Wangapi tulisema mambo ya bullying, mambo ya kujinyonga, mambo machafu, mambo mabaya through social medias. Wangapi waliokwenda deep kabisa kuharibikiwa na maisha ya kwenda kwamba wewe unaona mtu fulani, unamwiga yule, unafanya haya, unafanya yale ndani ya nyumba yako, huko tu wewe, huko tu unaendelea kuscroll tu hivi wewe. Hatuna hata time ya kusoma Qur'an, hatuna time. Imetufundisha njia mpaka wewe khutba yenyewe ukatumiwa mzuri yenye dini, ikawa ni dakika 10, wewe unaweza kupotezea time. Natakaza 30 seconds mimi, 30 seconds kila siku, waziingia 2000 wewe kila siku, hichi kidole 2000. Kuna mazuri, kuna na mabaya, kuna wakati ambao unapoteza, huwezi kununua wakati kama huyo. Ndugu yangu, unapoteza, ni hatari. Nyingine ni hizi simu tulosema. Hii simu yako ndugu yangu, uihifadhi vizuri. Hii simu yako yaweza kukupeleka pazuri ama pabaya, na wakati wako ndio rasulmali yako. Hii simu, zamani machafu yalikuwa mbali. Mtu akitaka kuangalia mambo machafu ajifiche, aende atafute kaseti, aende leo iko tu kwenye mitandao, iko tu kwenye masimu. Zile fitan ziko karibu yako, na shetani saa zote yakupambia nafsi yako. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu. Nafsina wallahi ni mtihani mkubwa sana, yatakana jihadi kubwa sana ndio upate kusalimika. Nyingine ya ahbabu fillah, moja kwenye mambo ama milango ya fitan kubwa sana ni haya macho. Ndiyo naambiwa ndiyo milango kabisa ya fitna zote, kwa sababu machafu yote tulisahilishiwa kwamba ya kuona. Ndiyo moja kipofu anasema alhamdulillah ya rabbi, nashukuru kwamba kwenye zama kama hizi umenipokonya macho, mimi sitohisabiwa kwa machafu ambayo nayasikia tu mimi lakini sijaona. Alhamdulillah, fadhali anasema mimi, at least mimi sina. Mimi na wewe ndugu yangu, subhanallah, ukifungua simu mtihani, ukiangalia TV mtihani, toka nje mtihani, kila mahali tumezingirwa na fitan kama hizi. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuhifadhi macho yetu akasema, qul lilmu'minina yaghuddu min absarihim. Ama aya nyingine akasema, qul lilmu'minati yaghuddna min absarihin. Wahifadhi, teremsha chini macho yako, kwa sababu milango ya fitna ni kuona, kufurahi,
kupenda, kutafuta namba, kutuma message, kufanya mpaka utapata mtoto amezaliwa ni haramu. Imeanza tu kwa kuangalia tu, umemwona, umempenda, ukatuma ka message kadogo, akakusalimia, yakaendelea, mkakutana, shetani anapamba, akapamba mpaka unasikia umezini, umefanya mabaya, wal iyadhu billah. Lingine ya ahbabu fillah ni kuhifadhi ulimi wako, hifadhi hizi vidole zako. Tunaandika, tunayozungumza, tunayo comment, yote yanaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anashuhudia na malaika wanaandika, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa guidance mzuri sana kwenye zama kama hizi, akasema man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran au liyasmut. Ikiwa jambo wataka kulicomment, iwe ni jambo la khairi, wewe umelisema jambo la khairi, au liyasmut, afadhali unyamaze. Rubba sukutun khairun min alkalam, utapata salama kule kunyamaza kuliko. Wallahi leo hatujali comment, kumchafua huyu, kumtukana huyu, kumshirikisha huyu, kufanya haya, kufanya yale, iwe ni kwenye vidole zetu, iwe hata hujali. Ndugu yangu, hiyo comment yako itaenda dunia mzima. Hiyo clip unayokitoa inaenda dunia mzima within seconds. Zamani barua Mtume wa sala akiandika kupelekwa mahali pengine miezi kadhaa, mtu asafiri na farasi, msahaba aenda kuipeleka ile barua kwa mfalme fulani. Wewe hivi mimi nazungumza hivi, live yaangaliwa Canada, yaangaliwa Amerika, hata sekondi moja waweza kutuma message, watu milioni wameangalia within seconds. Hasa lazima waangalie. Ikiwa ni ya khairi, hanian lak, utachota haraka, na ikiwa ni ya shari, utakuwa uko kwenye kaburini, utazidi kudidimia kwenda tu chini, washuka tu, kila ikiangaliwa, kila watu wakifanya share waenda. Ndugu yangu, tahadhari sana vidole hizi. Ndiyo alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, zitazungumza. Hasa nyingine ya ahbabu fillah, kumaliza mulazamatul masajid. Tukitaka kuhifadhika kwenye zama kama hizi, your free time tumia msikitini. Hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama kana alabdu mutaalliqan bilmasjid, kila moyo wako ukifungana na misikiti, kana ab'adu min alfitani walmaasi, unakuwa mbali na fitna na maasiya. Ipata time baina almaghrib wal isha, uwe una program yako msikitini. Qur'ani kila siku una time yako, una wakati wa adhkari, una mahali fulani waenda kusikiza darasa, waenda kusoma, waenda kufanya. Keep yourself busy kabla shetani kukipewe busy, ni muhimu sana. Lingine kumalizia mujahadatun nafsi, uko kwenye jihadi kubwa sana, lazima ufight. Hii ni nafsi alotuumba ni Allah, akasema wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisuni, yenye kuamrisha machafu na mabaya. Tukaiwacha tu nafsi kama hiyo bila kuteta nayo, itakupeleka pabaya, wal iyadhu billah. Hasa ni muhimu, unaambiwa min a'dhami abwabi najati mujahadatun nafsi, kule kuokoka na fitna kama hizi, teta na nafsi yako. Allahu ma'i, Mola yuko na mimi. Shetani atakupeleka kufanya machafu na mabaya, jiona hakuna anakuona. Allahu yarani, Mola ananiona. Allahu ma'i wa huwa ma'akum inama kuntum, teta na nafsi yako. Ndio Mola subhanahu wa ta'ala anasema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, wale watakao kunangana mitihani, wanapata kila kitu, watakao kunangana tutawaongoza, tutawaonyesha ndia, na sisi tutawasaidia. Nyingine alhababu fillah, kujua tu fitna zimetuzingira, mitihani mbalimbali. Ukikosea wewe si maasum, wewe si mtumi, ni mitumi na malaika walio protectiwa na Allah. Mimi na wewe tutateleza, tukiteleza tukimbie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa haraka haraka. La mwisho, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba dua ndio silahul mu'min. Yeye mwenyewe dua mzuri ya kukuhifadhi kwenye fitan kama hizi tunazoishi. Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza geuza nyoyo, ya Rabbi, moyo wangu uhifadhi uwe kwenye dini yako. Allahumma ya musarrifal qulubi sarrif qalbi ala ta'atik, ewe kuzigeuza mtu kufanya mabaya na maovu, moyo wangu uthibitishe kwenye mazuri na taa yako. Ayuha alahbabu fillah, tuko kwenye muda mchache,
hapa duniani tutaondoka. Jikumbushe kuna siku mimi nitasimama mbele za Allah, mimi kwamba nitahisabiwa kidogo na kibaya na mabaya yapeleka watu motoni. Ujihifadhi kwa muda mchache hapa, utaondoka hapa duniani, utafute salama kwa njia yote. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala atufanye wenye kusikia na kutumikia inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tutatulie shida zetu. Allah subhanahu wa ta'ala tutengezee mambo yetu. Waliokuwa ni wagonjwa Allah subhanahu wa ta'ala ape shifaan ajilan ghaira ajil, wasiokuwa na makazi wafungulie. Allah subhanahu wa ta'ala atupe hapa fi dunya hasana na fil akhirati hasana. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi na fitna zote tulizozungumzia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.